Makofi kwake. Mmeambiwa mafanikio yaliyopatikana chini ya uongozi wake. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi, wanamichezo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa leo hapa kwa wito wako kwa tukio hili la kihistoria katika nchi yetu, lakini pia katika awamu ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukushukuru wewe na wasaidizi wako kwa kuweza kutuwezesha shirikisho letu pamoja na timu zetu katika hatua mbalimbali na kuweza kufanya vizuri, kuweza kuiweka Tanzania kwenye ramani ya michezo Afrika na duniani. Mwenyezi Mungu akubariki wewe pamoja na wasaidizi wako. Mheshimiwa Rais, nishukuru pia kwa ukubali wako wa kuweza kukubali Tanzania pamoja na majirani zetu Tanzania, Kenya na Uganda kuweza kuwa wenyeji wa mashindano ya Chani ambayo yalifanyika kwa ufanisi mkubwa mwaka jana. Hongera sana. Na kuweza shirikisho la mpira Afrika kutambua mchango wako pamoja na wenzako katika mashindano hayo ambayo wizara itatoa taarifa na kukukabidhi tunzo yako. Mheshimiwa Rais, pia tushukuru kwa kuweza kutuwezesha na kukubali kuwa waandaaji wenza pia kwa mashindano ya AFCON na kutupa rasilimali zote na kutengeneza miundombinu ambayo itatumika katika mashindano hayo ambayo yatafanyika mwakani katika nchi zetu tatu. Mheshimiwa Rais, niweze kutoa taarifa ya mafanikio ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha karibuni, kuacha yale ya nyuma ambayo tumekuwa tunayaongelea tulioweza kuenda kwenye mashindano ya dunia ya wasichana chini ya miaka 17. Baada ya hapo pia tumeendelea na jitihada mbalimbali za kuweza kuitangaza Tanzania kwenye mpira wa miguu. Mheshimiwa Rais, mashindano ya Afrika ya chini ya miaka 15, Tanzania imeweza kuwa mabingwa wa wasichana, timu yetu chini ya miaka 15 ambayo walifanyika kule Durban na kuweza kuwa mabingwa kwa mwaka 2023. Lakini pia mwaka uliofuata vijana wa kiume nao katika mashindano ambayo yalifanyika Zanzibar waliweza kuwa mabingwa wa Afrika kwa mwaka 2024. Mwaka jana 2025 mashindano haya yalifanyika Accra, Ghana, na vijana wetu wa Kitanzania wa chini ya miaka 15 wameweza kuwa mabingwa kwa mara ya pili mfululizo. Mheshimiwa Rais, vijana wa kiume wa chini ya miaka 15 na vijana wa kike wa chini ya miaka 15 wamefanikiwa tena kufuzu kwa mashindano ya chini ya miaka 15 ya Afrika ambayo yatafanyika Nigeria mwaka huu.
Mheshimiwa Rais, vijana wote hao ni vijana ambao wamechukuliwa kwa scout iliyofanyika nchi nzima na tukaweka kwenye kituo chetu cha Tanga Mnyanjani na kuwahudumia, na haya ni mafanikio ya kituo kile. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya yamesababisha kituo hiki FIFA wameamua kiwe FIFA Talent Academy, na mwaka huu watazindua rasmi, na Rais wa FIFA Gianni Infantino amenieleza kwamba tuangalie tarehe ambazo zitakuwa ziko vizuri kwako ili tuweze kumueleza, kwa sababu siku ya uzinduzi anataka uwepo mwenyewe kwenye kituo kile cha Tanga. Mheshimiwa Rais, mwaka 2025 timu yetu ya wasichana ya futsal imeweza kuwa washindi wa pili wa ubingwa wa futsal Afrika, lakini pia na kuqualify kwenda kombe la dunia, na wamekwenda kucheza kule, na katika mashindano tulioshiriki imekuwa ni timu ambayo imeweza kuvuka nafasi nyingi zaidi ya renki ya FIFA kwa nafasi 8 zaidi. Ni best performance ambayo ni rekodi, hamna timu ambayo imeweza kuvuka kwa viwango vya timu 8, na katika timu ambazo ilipata ushindi ni kuifunga timu ya New Zealand. Mheshimiwa Rais, timu yetu ya wanawake mwaka 2025 ya Twiga Star iliweza kushiriki mashindano ya AFCON yaliyofanyika Morocco, pia na kuwa mabingwa wa Sekafa, lakini pia imeweza kuqualify tena. Mwaka huu itashiriki tena AFCON ambayo itafanyika nchini Morocco mwezi wa 3. Mheshimiwa Rais, timu zetu za wavulana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeweza kuwa mabingwa wa Sekafa, lakini kwa mara ya pili tena mfululizo imequalify tena kwenda AFCON chini ya miaka 17 ambayo itafanyika nchini Kongo. Mheshimiwa Rais, vijana hawa wakati wanachukua ubingwa huu wa Sekafa, Mheshimiwa Waziri alikuwepo na walimuahidi kwamba kwa sababu katika mashindano yale pia ni kuqualify kwenda kombe la dunia, wamemwahidi Mheshimiwa Waziri kwamba wataqualify kwenda kombe la dunia. Mheshimiwa Rais, mwaka jana pia timu yetu ya chini ya miaka 20 iliqualify kushiriki mashindano ya AFCON ambayo yalifanyika nchini Egypt. Mheshimiwa Rais, mwaka huu timu yetu ya wasichana chini ya miaka 20 imebakisha mechi moja na Kenya katika hatua ya mwisho, na ikiweza kushinda inakwenda kombe la dunia, na wameahidi pia kwamba watakwenda kushinda waweze kwenda kombe la dunia. Mheshimiwa Rais, haya ni mafanikio yote yamepatikana kutokana na sapoti kubwa tunayopata kutoka serikalini na wadau mbalimbali ambao wanatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunazifanya programu hizi kwa pamoja. Lakini pia mafanikio haya, Mheshimiwa Rais, katika mashindano ya AFCON kule Morocco, ligi ya Tanzania ni ligi ambayo imekuwa ya 4 kwa kutoa wachezaji wengi kwenye mashindano yale. Tumekuwa na wachezaji 25. Mheshimiwa Rais, mafanikio ni mengi sana, tutayaandika tumkabidhi waziri ili uweze kuyasoma na kuweza kuona kitu gani ambacho kinafanyika kwenye sekta hii ya mpira wa miguu, lakini kwenye wizara yako ya michezo ambayo umetupa wasaidizi wako ambao wanatusaidia. Kwa sababu leo ni siku ya kuipongeza timu yetu kwa mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kule, kwa mara ya kwanza kwenda kwenye hatua ya mtoano ya 16 bora
toka tumekuwa tunashiriki mashindano haya kwa mara ya 4, nisichukue muda mwingi niweze kukushukuru wewe, lakini pia ni kuahidi kwamba sisi kwa support tunaopata tutaendelea kufanya vizuri zaidi, na tutegemee matarajio makubwa sana kwenye mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika hapa nyumbani. Tutafika mbele zaidi kama sio kuleta kombe. Nakushukuru Mheshimiwa Rais. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante Mheshimiwa Rais, tunaendelea kwa heshima na taadhima.